kweli, mwamini Mungu, neno lake ni kweli. Ni Baba tu, neno lake ni ndio. Mwelewe Baba, neno lake ni ndio. Ni Mungu tu, neno lake ni kweli. Sikilize sana, neno lake ni ndio. Yeye ni Mungu, akisema ni kweli. Jaribu kumwelewa, neno lake ni kweli. Na tunaona katika mstari wa pili, Asafu baada ya kupitia changamoto nyingi anasema wazi kabisa kwamba na miguu yangu ilikuwa karibu kupotoka, hatua zangu zilikuwa karibu kuteleza. Maana yake alipokutana changamoto ngumu, alianza kuhisi kwamba Mungu amemwacha. Mungu amemwacha, na yeye tumaini aliyokuwa nimeweka kwa Mungu, ile imani aliyokuwa nimeweka kwa Mungu ikaanza kutoweka. Sababu iliyosababisha yeye aanze kuona kwamba kumtumikia Mungu hakuna tena faida ni kwa sababu alianza kuona wivu. Maandiko yanasema, naliona wivu wenye kujivuna nilipoiona hali ya amani ya wasio haki. Maana yake ni kwamba alianza kuona kwamba kwa nini yeye anapitia wakati mgumu, wakati huo huo adui ambao wanaomzunguka wanapitia mambo mazuri. Watu wasiomjua Mungu wanaishi maisha mema, wanaishi maisha mazuri kulingana na yeye alivyoona kwa macho ya kibinadamu. Kwa macho ya kibinadamu aliona yeye anateseka, lakini watu wasiomjua Mungu wako katika hali ambayo ni nzuri. Akakata tamaa, akavunjika moyo. Na ndio maana tumeona katika mstari wa pili, na miguu yangu ilikuwa karibu na kupotoka, na hatua zangu zilikuwa karibu na kuteleza. Kwa sababu aliona watu wanafanikiwa ambao ni wabaya, na yeye anayemtumikia Mungu, yeye anayemwamini Mungu hana mafanikio yoyote. Yuko katika hali ya kukata tamaa, amevunjika moyo. Kwa mpendwa unayenisikiliza hata wakati huu, changamoto ulio nayo hiyo isikusumbue, hiyo isikusumbue. Wewe baki na Mungu mpendwa, wewe baki na Mungu mpendwa. Usikate tamaa, usikate tamaa. Twende tusome mstari wa 13 na ule wa 14. Hakika nimejisafisha moyo wangu bure, nimenawa mikono yangu kwa kutokosa. Maana mchana kutwa nimepigwa na kuadhibiwa kila asubuhi. Mistari hii miwili natuonesha hatua ngumu aliyoipitia mtumishi wa Mungu Asafu. Alipitia wakati mgumu sana sana sana, na akafikia hatua anasema kwamba moyo wake ameusafisha bure. Maana yake ni kusema kwamba kumtumikia Mungu aliko kumtumikia Mungu ni bure, wala hakuna faida. Akakata tamaa, akakata tamaa. 16 na 17, nami nalifikiri jinsi ya kufahamu hayo, ikawa taabu machoni pangu, hata nilipoingia katika patakatifu pa Mungu, nikautafakari mwisho wao. Maana yake baada ya kuona kwamba anapitia wakati mgumu, watu anaoona kwamba si wema mbele za Mungu, njia zao ni mbaya mbele za Mungu, wamefanikiwa. Hivyo hivyo hata wewe mpendwa unayetazama wakati huu, kuna watu wengi unaowatambua wewe na unatambua kabisa kwamba njia zao sio nzuri, lakini kwa habari ya maendeleo wamekuzidi. Wewe usikate tamaa, muamini Mungu. Lakini mtumishi huyu wa Mungu Asafu, baada ya kutafakari sana, akatafakari sana juu ya jambo hilo, anasema kwamba nami nalifikiri jinsi ya kufahamu hayo, ikawa taabu machoni pangu, hata nilipoingia patakatifu pa Mungu, nikautafakari mwisho wao. Maana yake alianza kuingia katika maombi, alianza kuingia katika maombi kwa sababu yeye alikuwa ni kiongozi wa kikundi cha sifa katika hekalu la Yerusalemu. Akaingia katika maombi kumuomba Mungu kwamba mbona hili jambo
ninakuwa gumu sana machoni pangu. Siwezi kuona watu wengine wanafanikiwa, na mimi wakati huo nakutumikia wewe niko dhaifu, sina chochote, wenyewe wanafanikiwa. Alipoingia katika maombi mtumishi wa Mungu huyu Asafu, Mungu akamfunulia, Mungu akamuonesha kwamba mafanikio ya hawa watu wanaowaona ni ya muda tu. Inawezekana wewe ndoa yako inapitia changamoto, wakati huo wewe unaona ndoa za watu wengine zinaenda mbele, na unafikia hatua umekata tamaa.